wapa taarifa kwamba tume karibuni itafikia tamati ya kazi zake kwa kuwasilisha rasmi taarifa yake kwa Mheshimiwa Rais ambaye ndio mamlaka ya uteuzi siku ya Alhamis tarehe 23 ndio tutawasilisha taarifa ya tume. Kwa hiyo tumeona tuchukue fursa hii kwanza kusema hilo, lakini la pili pia tuwaeleze wananchi ukubwa wa kazi na ushirikiano mkubwa ambao tume imepata katika kutekeleza majukumu yake. Tume kama hizi za uchunguzi, kazi yake kubwa ni kutafuta ushahidi na inajikita kwenye ushahidi. Inakwenda pahali ambapo ushahidi unakwenda. Kwa hiyo na sisi tulipoanza kutekeleza majukumu yetu tukasema kwamba methodolojia tutakazotumia ni kwanza kwa upana wake. Kwa hiyo maeneo yote, mikoa yote 11 tume imetembelea, wilaya 21, mikoa 11. Kwenye swala la kupata ushahidi, kuna mashahidi wengi ni waathirika. Tumekwenda kwenye mikoa 21, wilaya 21, mikoa 11 kuweza kumshirikisha kila mtu. Tumefanya kazi kwa uwazi, kwa upana. Kwa hii sasa imesaidia kupata naweza kusema mafuriko ya ushahidi. Hata sisi hatukutegemea kwamba tutapata ushahidi wa namna hivyo. Ripoti ambayo tutawasilisha, tuko mbioni ya kutafsiri kwa Kiingereza pia. Kwa hiyo siku hiyo tunataka tutoe ripoti mbili kwa lugha mbili, ripoti moja lakini lugha mbili, Kiingereza na Kiswahili. Sisi tumefanya kazi kwa Kiswahili, lugha yetu, lakini kwa sababu hili jambo ni la dunia nzima, kwa hiyo tunataka wakati huo tunatoa ripoti basi zinatoka kwa lugha zote mbili. Na kama taratibu zinafanyika kwenye mawasilisho, mimi kama mwenyekiti wa tume nitaongea kwanza, halafu Mheshimiwa Rais na yeye ataongea, ataelezea kwa upande wake. Sisi ripoti yetu itakuwa na mapendekezo, kwa hiyo ni yeye huru kabisa kusema, kuamua mapendekezo gani labda atayakubali au vipi kwa upande wake. Sisi ripoti yetu inajibu hadidu za rejea, ina hoja, tumebaini nini na tunapendekeza nini. Tumebaini nini, kilichotokea ni nini, tumebaini nini, tunapendekeza kitu gani. Wilaya 21, mikoa 11 kuweza kumshirikisha kila mtu. Tumefanya kazi kwa uwazi, kwa upana. Kwa hii sasa imesaidia kupata naweza kusema mafuriko ya ushahidi. Hata sisi hatukutegemea kwamba tutapata ushahidi wa namna hivyo. Sasa ushahidi mkubwa ambao tume imepata ni ushahidi ambao tumepata chini ya kiapo, ambayo nitakuja kwenye swali lako la uzito wa ushahidi na kwa nini kiapo. Kwa hiyo mashahidi 553 wameleta ushahidi kwa njia ya kiapo cha maandishi.
Kwa Kiingereza mna kitu tunaita affidavits, kiapo cha maandishi 553. Lakini sisi wenyewe kama tume tumeweza kuwasikiliza ana kwa ana, pia chini ya kiapo kwa wengi wao, mashahidi 1323 ambao tumewasikiliza ana kwa ana kwenye vikao vya faragha wengine, lakini wengine vikao vya wazi nje, ambao mtu anakula kiapo anasema mimi nitasema ukweli na ukweli mtupu, na anaapa kadri ya dini yake, Kristo kwa Biblia, Waislamu kwa msahafu, lakini wengine tu kwa kusema kwamba wata nini. Natarudia swali lako lile la maana ya nini kiapo na kina uzito gani. Kwa hiyo ni kundi moja la taarifa la ushahidi tuliopokea, ushahidi wa viapo vya maandishi 553 na kuwasikiliza pia chini ya kiapo wengi wao, kikao cha faragha au kikao cha nje 1317.